Kwanza kidiplomasia. Wananchi wa kawaida wanapojitokeza kumshambulia rais wa taifa lingine, inakuwaje? Tumeona wananchi wa Kenya sasa wamejitokeza baada ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kuzungumza. Wanaharakati wa Kenya wamekuwa wakiingilia mambo ya ndani ya Tanzania, lakini wanaojibu ni wananchi wa kawaida. Kidiplomasia ikoje? Kusaidia. Asante. Kwanza labda watu tujue kwamba katika historia ya maendeleo ya nchi, kuanguka kwake na kusimama kwake, moja ya eneo ambalo wale ambao walikuwa na nguvu dhidi ya mataifa yetu, kwa maana ya wakoloni waliotutawala, baada ya kuwa wameondoka katika hizi nchi, walitizama moja ya mikakati ambayo wanaweza kuifanya ili kuendelea kuzinyonyonya hizi nchi. Sasa moja ni kitu ambacho mnakifahamu kinaitwa ukoloni mamboleo. Sasa ukoloni mamboleo unafanya kazi katika njia nyingi na mikono tofauti. Lakini moja ya eneo, ukiachana eneo la teknolojia, unafanya kazi kupitia mkono wa wanaharakati wabaya. Kwamba ni watu wanaokuwa kwenye nchi fulani ambao wamejijengea pengine umaarufu aina fulani, ambao wanaaminika na wengine kwenye jamii. Sasa watu wale hutumika kubeba agenda ambazo usipokuwa na umakini unaweza ukadhani wanazitetea nchi au wanatetea maslahi ya nchi zao, lakini kiundani huwa wanabeba maslahi ya wakubwa, huwa wanabeba agenda za uharibifu zaidi kuliko agenda za kujenga. Na ndio maana watu watakubaliana na mimi kwamba ni nani aliwahi kumsikia mwanaharakati katika hizi siku za hivi karibuni akihamasisha pengine labda upatikanaji wa bei nzuri ya pembejeo, akihamasisha labda watu kulima vitunguu, akihamasisha labda watu kulima muhogo, akihamasisha labda watu kulima nyanya? Hakuna harakati ya namna hiyo katika mataifa haya yanayoendelea. Japo ni sehemu ya wanaharakati, kwamba mwanaharakati kazi yake si kwamba hamasishe eneo la vurugu katika nchi na kuharibu taifa jingine. Unaweza ukatuma ujumbe wa kuhamasisha katika yale maeneo ambayo yanakusudia maendeleo. Sasa kinachofanyika kwa sasa na haya mashambulizi yanayotokea dhidi ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan inathibitisha uwezo mkubwa alionao rais katika kusimamia misingi na maadili ya taifa lake, lakini katika kusimamia uhuru wa taifa, kwa sababu kazi kubwa ambayo rais wa nchi anakuwa nayo pamoja na mambo mengine ya maendeleo, lakini ni kuhakikisha zile tunu za taifa zinaendelea kusimama. Sasa tunu ni nini? Tunu ni pamoja na amani ya taifa, umoja na mshikamano, lakini uhuru wa taifa kujiamulia mambo yake. Kwa hiyo matamshi ya Daktari Samia dhidi ya wanaharakati yalikuwa ni sahihi sana, na kwa kweli nadhani yalihitaji pia hata kuwa makali zaidi ya hapo, kwa sababu sisi tunafahamu kwa namna gani kupitia wanaharakati nchi mbalimbali duniani zimeanguka. Wote mtakuwa mnafahamu mkono na kalamu ya wanaharakati wabaya, kwa sababu kuna wanaharakati wazuri, lakini wanaharakati wabaya, namna ambavyo walisababisha machafuko makubwa pale Libya, namna ambavyo watu walikuwa wanaishi kwa maisha mazuri, ikaingia ndimi za wanaharakati, wakachochea umma, wakaonesha kwamba viongozi wao ni wabaya. Leo kila mmoja atakuwa anafahamu nini kiko Libya. Ni zaidi ya jahanamu. Lakini watu watafahamu kilichotokea kuanzia mwaka 2010 kinajulikana kama Arab Spring, namna ambavyo kalamu ya wanaharakati wabaya walivyoshawishi mataifa mbalimbali ya Kiarabu kuonesha kwamba viongozi wao waliopo sio wazuri, wafanye mabadiliko ya demokrasia ili wapate mambo mazuri. Kumbe nchi zile zinakwenda kuharibika. Mnafahamu kilichotokea Misri, mpaka anaondoka rais wa Misri Hosni Mubarak. Mnafahamu kilichotokea Tunisia, Zaid bin Abdullah anakimbia. Mnafahamu, lakini hali iliyochagizwa na harakati kikatokea kule Syria. Leo mnaiona Syria ilivyo. Mnafahamu kinachotokea Yemen ni mkono wa wanaharakati wale wanaotumia kalamu na ndimi zao vibaya kuchochea uasi katika nchi za wengine, lakini kuonesha kwamba uhuru ni vurugu, uhuru ni mataifa kutokuwa na msimamo, uhuru labda ni kila mtu kufanya anachokitaka katika nchi. Sasa dunia hakuna namna hiyo. Kwa hiyo ni kazi ya kiongozi wa nchi kusimamia uhuru wa taifa lake, lakini kuhakikisha kwamba hakuna anayetoka nje kuja kuvuruga amani ya taifa lake. Kwa hiyo ilikuwa ni muhimu sana Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kutuma salamu kwa wale ambao wameanza viashiria na tayari wanaonekana
wanalenga kuvuruga mustakabali mzuri na amani ambayo taifa hili limefanya kwa muda, limekuwa nayo kwa muda mrefu. Kwa hiyo Dr. Samia anazima cheche kabla ya moto. Na hiyo ndio kazi ya kiongozi mzuri, kwamba lazima utizame moto na cheche za moto zinatokea wapi. Kwa hiyo kazi aliyoifanya Dr. Samia na ambaye anaendelea kuifanya ni kuzima cheche kabla ya moto kulipuka. Na ili moto usilipuke lazima uzime vile viashiria. Kwa hiyo mimi nadhani kwamba matusi, kejeli, michoro na yote ambayo yanafanywa dhidi ya dhihaka Dr. Samia, kwanza ni kile alichokieleza, ni muendelezo wa dalili za kwamba ni kizazi cha utovu wa nidhamu, lakini kiukweli sio harakati, kwa sababu nyinyi mtakuwa mnafahamu kwamba tumekuwa na wanaharakati wengi sana katika bara la Afrika na duniani. Ukiwazungumza kina Malcolm X, ukiwazungumza kina Mandela, ukiwazungumza Momboyo, ukiwazungumza kina Du Bois, hawa walikuwa ni wanaharakati ambao wanapigania ustawi, si wanaharakati wanaokuja na mawazo ya kuzibomoa zile nchi. Sasa tofauti ya wanaharakati wa sasa unaowaona wa Kenya na wengine wako humu ndani kwetu na wanaharakati wa zamani, wakati wale walikuwa wanapigania ustawi wa mataifa yao na kuondosha udhuluma na ukoloni na unyonyaji, hawa wanaharakati wa sasa wanapigania unyonyaji uje ndani ya mataifa yetu. Wanapigania maadili mabaya na kuvunjika kwa misingi ya taifa letu. Wanapigania mambo kama ushoga. Mtaona wanaharakati wanasimama, watu wanapigania mpaka ushoga kwamba ni jambo la haki na nini ambalo ni kinyume na maadili ya taifa letu. Sasa wanaharakati wa namna hii usipowakemea au wasipodhibitiwa, taifa haliwezi kwenda sawa sawa. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba kile ambacho kinaelezwa na matusi na nini kinachoelezwa na Daktari Samia Hassan ni dalili ya kuonesha kwamba huyo ni kiongozi aliye bora. Na mtakuwa mmeona namna ambavyo viongozi mbalimbali barani Afrika, ukianza kule Uganda, mtaona kule kiongozi mmoja kule Ghana, mmeona kule Afrika Kusini, mmeona kule Botswana, viongozi wengi wanaoamini katika misingi ya kulinda utaifa na kulinda misingi ya Afrika yenye maadili wamempongeza sana kwa hatua ambayo ameifanya. Kwa hiyo hawa ambao wanaendeleza ule utovu wa nidhamu, nadhani ni muendelezo ule wa kuonesha kwamba hiki si kizazi kinacholeta mabadiliko yatakayolenga mtu kula vizuri, kuvaa vizuri, kuishi pazuri, kuoa vizuri. Sio mabadiliko yanayotafutwa, ni mabadiliko ya harakati za kashfa. Sasa harakati za kashfa na matusi hazijawahi kukomboa taifa lolote, na pengine hata hapa kwetu nchini lazima watu hilo walizingatie kwamba kweli mawazo mbadala ni jambo la maana katika jamii yoyote, lakini mawazo yenye kukashfu watu, mawazo yenye kudhalilisha viongozi, mawazo yenye kutaka kuleta vita, ni nani ataweza kustawi ndani ya vita? Vita haijawahi kustawisha kokote. Kwa hiyo anachokifanya Daktari Samia ni kuendeleza misingi ile ambayo sisi tutaweza kuendelea tukiwa na ule uamani wetu, na dunia haiendelei katika vita. Mwenye mfano hata mtu mmoja aniletee wapi ambapo vita ni sehemu ya maendeleo? Hakuna. Wapi ambapo machafuko ya kijamii ni sehemu ya maendeleo? Hakuna. Wapi ambapo matusi na kejeli na nini ziliwahi kuleta maendeleo ya kijamii? Hakuna. Kwa hiyo hata hiki kinachofanywa na wanaharakati wa Kenya na wanaharakati wengine na baadhi ya watu hapa nchini ambao kidogo nao sidhani kama wanaelewa vizuri mambo, ni jambo lile ambalo nadhani ni aina fulani ya wenda wazimu ambao sioni kama inatija. Kwa hiyo Daktari Samia amechukua msimamo mzuri, na hii ndio hatua na ukomavu wa kiongozi yoyote ambaye analinda misingi ya taifa lake. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.